Lile joto la mpambano wa watani wa jadi ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania linaendelea kupanda taratibu tu, wakati kikosi cha Young Africans ambao wenyewe ndio wenyeji wa mchezo huu kikiwa mazoezini leo kinaingia siku ya 4 mazoezini tangu ingie Juni mosi kuanza mazoezi kuelekea katika mechi zao za mwisho wa msimu. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chenyewe kinataraji kuingia kambini weekend hii hapa, na wanasema kwamba wanaingia kambini na lengo lao kuu moja tu, kuhakikisha kwamba wanalitwaa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, maana ndio taji pekee ambalo lipo mbele yao, na mashabiki wanachama wa Simba wakiaswa kwa karibu na timu yao, kwa sababu hapa wanaenda kupigania ni kama tone la mwisho la damu katika msimu huu, si ndio? Sahihi kabisa. Kwa hiyo wawe karibu, na rai kitolewa kwa wenyeji wa mchezo huu kwamba waweke hadharani bei ya tiketi ambazo zitatumika, si ndio bwana? Mgeni anadai kiingilio, anataka kiingilio kiwekwe hadharani mapema, na wao wanasema wanamsikiliza mtu huyu mmoja tu ambaye ni mamlaka ya juu kabisa ya soka la Tanzania, ambayo yenyewe imetangaza tarehe ya mechi hii kwamba itakuwa ni Juni 15, takriban siku 11 tu kutoka hivi leo, si ndio? Sahihi. Sasa huyu hapa Ahmed Ali ambaye mbali na kuzungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo huu na kikosi kitakavyoingia kambini, amejinadi mafanikio walioyapata msimu huu, na furaha kubwa ikiwa ni kurejea katika heka za michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara nyingine. Ndio mchezo ambao utakwenda kutupa dira ya ubingwa msimu huu, na kwa mantiki hiyo tunaanza maandalizi na mazoezi mapema kuelekea katika mchezo huo, na wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa mwishoni mwa juma hili wataamkia Mo Simba Arena kuanza programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu ya tarehe 15. Sisi viongozi, benchi la ufundi na wachezaji tunaanza rasmi maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo huu, na nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba ya kwamba waanze maandalizi sasa kuelekea katika mchezo huu. Usisubiri kipyenga, usisubiri parapanda. Muda ndio huu wa wana Simba kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 15. Lakini kwa kipekee kabisa tuwaombe wenyeji wa mchezo huu watutangazie viingilio mapema, ili sisi wana Simba tuanze kununua tiketi mapema. Na sisi tumeamua kusimama na taarifa za mamlaka. Mamlaka wanasema kitu gani? Mamlaka wanatuongoza kitu gani? Mamlaka wametuambia nini? Mamlaka zimetuambia tarehe 15 mechi ya 184 itachezwa nchini Tanzania. Kwa sisi tunaishi kwenye taarifa hiyo ya mamlaka, kwa maana ya bodi ya ligi, na tunafanya maandalizi kwa sababu mamlaka zimetuhakikishia ya kwamba mchezo upo. Hatumsikilizi mwingine yoyote kwenye hili. Hasikilizwi yeyote na Simba Sports katika hili ambalo linahusiana na mechi ya dabi. Hii ni kama hadithi ambayo tunasubiri tuangalie itaisha vipi tarehe yenyewe itakapofika, kwa sababu hadi hivi sasa kwa upande wao Young Africans wanasema kwamba wanajiandaa kwa ajili ya mechi zao 2 za ligi kuu ya soka Tanzania bara, mechi dhidi ya Wajelajela Tanzania Prisons, lakini mechi dhidi ya Walima Zabibu wa mkoani Dodoma Jiji FC. Sambamba na hilo, Young Africans wanasema wanajiwinda na mechi ya fainali ya michuano ya CRDB Bank dhidi ya Singida Black Stars. Tutaje kuwasikiliza wao Young Africans na maandalizi yao yalivyo kuelekea katika mechi hizi ambazo ni za kufunga pengine msimu kwa upande wao, lakini kwa upande wa Simba, kando na hilo walilozungumza
kuhusiana na maandalizi ya mechi ya dabi, na rai ambao wameitoa, wamezungumzia mafanikio ambayo wanajivunia nayo, wanajidai nayo hadi hivi sasa. Tayari Simba Sports Club amerejea katika ligi ya mabingwa Afrika. Simba hadi kufika mwisho msimu huu itakuwa aidha nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Hiyo ni tayari Simba amefikia malengo yake. Lakini tumefanikiwa kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa mno, hatua ya kujivunia, hatua ya kutamba nayo, na hatua ambayo inatufanya turinge kweli kweli. Lakini kama haitoshi, tumefanikiwa kuitoa klabu yetu kutoka namba 7 barani Afrika kufika hadi namba 5 barani Afrika. Hiyo pia ni mafanikio makubwa kweli kweli ndani ya timu yetu. Tumebakisha malengo mawili. Moja ilikuwa ni kuchukua kombe la CRDB, tumelikosa. Hilo tumeshaachana nalo. Na jingine ni kombe la NBC. Hili bado tuna matumaini nalo makubwa, kwa sababu bado tuna mechi 3 za kufanya maamuzi. Na ukiangalia katika malengo 5 tuliyojiwekea, tayari 3 tumeachieve, kwa maana kuipandisha grade timu yetu, kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika sanjari na kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Tumebakisha lengo moja tu, ligi kuu ya NBC. Hapa sasa ndiko ambako tumeweka matumaini yetu makubwa, na tunaamini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunaweza kufikia malengo hayo. Simba Sports yao. Hao ni wekundu wa Msimbazi, Simba. Wana finali michuano ya vilabu Afrika. Shirikisho hiyo sasa upande huo. Ni michuano ya vilabu Afrika. Na mkule. Ndio. Unajua kuna vitu ambavyo Ahmed amevizungumza hapo na unavitegemea kutoka kwa timu kama Simba. Lazima watazungumza hivyo, kwa sababu wao wanautambua mchezo kwamba utakuwepo, na hiyo ni siku ambayo wao wataenda kiwanjani kama ambavyo wamekuwa wakijinasibisha kila siku wakiwa wanafanya interview kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia huu ni mchezo ambao kwa kiasi kikubwa kwa upande wangu nauona Simba wanahitaji zaidi kuliko Yanga. Yaani nje tu na kwamba Young Africans hawahitaji kucheza kutokana na kile ambacho wanakilalamikia, lakini Simba wanahitaji zaidi huo mchezo, kwa sababu hata wakiangalia ratiba kwa namna ambavyo ipo, uwezekano wa Yanga kudondosha alama kwenye mechi ambazo sio ambazo wanacheza dhidi ya Simba ni mdogo kuliko kwenye hiyo mechi ya Simba. Kwa hiyo Simba wana uhitaji mchezo wa Simba na Yanga kwa ajili ya kuweza kumsimamisha Yanga na wao kwenda kutoa taji. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye msimamo Yanga ndo ambaye anaongoza na Simba yuko nyuma kwa alama moja. Kwa sasa hivi wao kile ambacho wanakisubiri ni kwamba siku ya mechi ifike, alafu hatima ijulikane. Na anazungumza hapo kwamba wenyewe wanafuata kauli ya mamlaka, ndio wanachotakiwa kufanya, kwa sababu kwa kiasi kikubwa mamlaka ndo ambayo inatoa utaratibu mzima wa mchezo utakuwaje, ingawa maandalizi yanafanyika kwa pande zote mbili. Unajua moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinawapa walakini watu wengi sana kuhusiana na huu mchezo ni kwamba Young Africans ndo mwenyeji. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa lazima atakuwa anashirikiana na mamlaka kwa ajili ya kuweza kuandaa huu mchezo. Sasa kama Young Africans hajafanya maandalizi yoyote mpaka hiyo siku inafika, itakuwaje, na mamlaka je zitamsaidia kuandaa mchezo, kwa sababu Yanga kashindwa, ili kuwe kuna huo uwezekano wa Simba kwenda pale kiwanjani na au waamuzi na kila kitu, then wakapewa hizo alama 3. Kwani mamlaka inatakiwa iandae nini? Mamlaka wajibu wake ni kuandaa wasimamizi au waendeshaji wa mchezo, kwa maana ya waamuzi, match commissioners, makamisa na watu kama hao. And that's why unaweza ukaelewa hapo kwenye kauli hapa viingilio haviwahusu. Kwenye mechi za ligi sio juu ya bodi ya ligi wala TFF. Ni jukumu la klabu wao wenyewe. Utaratibu wa kiingilio ukiweje na namna gani watu wapate tiketi, wao wenyewe kama vilabu ndio wanaoratibu hivyo vitu. Wataomba msaada kwa bodi ya ligi au TFF pale watakapoona kwamba kuna necessity ya kufanya hivyo. Na kwenye hili ndipo ambapo unapoona kama vile viongozi wa klabu ya Simba wanajikanyaga. Hii mechi mpaka hivi sasa kwa kauli zinazoendelea mitandaoni za Yanga wachezi na nini,
ni jambo ambalo ni wazi limekaa in favor ya Simba Sports Club, kwamba mamlaka zimeshatangaza tarehe ya mchezo, na kama Young Africans wanachodai kwamba waende kucheza wakikishikilia, mnufaika nambari moja ni mnyama ambaye hizo alama 3 atakazozipata zitamweka kwenye mazingira moja kwa moja kwenda kwa champion wa nchi na kurudisha taji ambalo amelikosa kwa miaka 3. Na Simba kwa kutambua hilo, sielewi kwa nini wanaingia kwenye mdundo wa Young Africans wa kwanza kujibizana nao. Mje mcheze, mtacheza, mtafanyaje? Tangu Simba amemaliza mechi ya mwisho ya kombe la finali ya shirikisho, ameposti zaidi ya mara 6 juu ya dabi ya tarehe 15. Kitu ambacho ni kujipa umuhimu kwenye shughuli sio kuhusu. Mwenye shughuli, mwenye kuratibu mchezo ni wenyeji wao Young Africans. Kimapato Young Africans mpaka hivi sasa ndio wanaoathiriwa. Mpaka hivi sasa kama tiketi ambazo zilikuwa zimeuzwa pale awali zijiendelea kuuzwa, na hata hivyo bado utaratibu hujatolewa. Je, zile ambazo zilianza kuuzwa kwa ajili ya Machi 8 ndizo ambazo zitakazotunzwa na kutumika? Hakuna aliyetoka kufafanua. Sio Young Africans, sio waratibu wa N-Card, sio yote yule. So Simba Sports hawapaswi kuendelea kujikanyaga. Ni swala la kuendelea maandalizi yao ya kimya kimya polepole. Kama Yanga atokei ni faida kwao, lakini pia kama anavyosema hapo kwamba sisi tutamsikiliza mamlaka peke yake, then kwa nini tena kuanza kutoa agizo kwa wapinzani wao watangaze vingilio na nini? Ni kujikanyaga na kucheza mdundo wa mpinzani wake, kitu ambacho naona hakina tija sana kwa mnyama Simba Sports Club. Simba Sports ashikilie pale pale, mamlaka zimesema kwamba mechi ipo tarehe 15, mnyama ajiandae kwa mechi tarehe 15. Kama kutakuwa na maelekezo yote au mabadiliko